أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama kwa hakika ndugu zangu wa Kiislamu, niko hapa mbele yenu kwa lengo la kutaka kuwakumbusha na kuikumbusha nafsi yangu juu ya swala zima la zina. Zina ni nini? Zina ni tendo la jimai linalofanywa na watu wawili, mwanamke na mwanaume, hali ya kuwa wao si wanandoa. Ndugu zangu Waislamu, katika ulimwengu wetu huu wa leo, zina imekuwa ni mtihani mzito sana. Zina imekuwa ni jambo la kutisha. Leo hii watu wanazini bila kuogopa, watu wanazini bila kujali wala kuhofia adhabu kali za Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu ambazo mimi na wewe ndugu yangu Muislamu hakuna anayeweza kuzimudu. Tunasahau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekataza katika Qur'ani yake tukufu, Suratul Isra aya 32, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, wala taqrabu zina, wala msikaribie zina, innahu kana fahishatan wa saa sabila, hakika huo ni uchafu na ni njia mbaya. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu alikataza kuikaribia zina, subhanallah, na hakusema tusiifanye. Maana yake ni kwamba kuikaribia tu tayari ni dhambi. Vipi kuifanya kabisa, ndugu yangu Muislamu? Tumeigeuza zina kuwa ni faradhi, tumeigeuza zina kuwa ni jambo lililohalalishwa, ili hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ameliharamisha. Ndugu yangu Muislamu, zina ni dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa. Zina ni dhambi inayoshika nafasi ya 3 katika madhambi makubwa, ikiwa dhambi ya kwanza ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa maana ya shirki, na dhambi ya pili ni kuua, dhambi ya 3 ni kuzini. Ewe ndugu yangu Muislamu, unazini na wala huogopi ukali wa Allah subhanahu wa ta'ala, unazini na wala huogopi adhabu za subhanahu wa ta'ala kesho siku ya Kiyama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu zangu Waislamu, hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikataza juu ya swala zima la zina. Amesema Mtume Muhammad katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Baihaqi, az-zina yurithu al-faqr, zina inarithisha ufakiri. Ndugu zangu Waislamu, tukija kwenye maisha yetu ya kila siku, tunaona ni jinsi gani zina ilivyokuwa na madhara makubwa katika familia za watu. Zina inavunja undugu, zina inavunja ndoa za watu, zina inaleta umaskini, na zina inaondosha kheri kwa watu. Ndugu yangu Muislamu, unaweza kujiuliza ufakiri huo ni upi? Maana mimi nafanya zina na bado Mwenyezi Mungu amenibariki kipato. Ndugu yangu Muislamu, ufakiri uliozungumziwa hapo si ufakiri wa kipato tu, kwa sababu moja kati ya sifa za Mwenyezi Mungu ni Ar-Rahman, kuneemesha wema na waovu duniani. Kwa hiyo kipato ulichonacho kisikusahaulishe ukasahau maamrisho ya Mwenyezi Mungu na makatazo yake. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu ametukataza juu ya swala zima la zina, pamoja na mtume wetu pia ametukataza katika hadithi nyingi sana katika kuhusiana na zina. Ndugu zangu Waislamu, tumuogope Mwenyezi Mungu kweli wa kumwogopa, na tumche Mwenyezi Mungu kweli wa kumcha. Zina ni dhambi mbaya miongoni mwa madhambi. Ndugu zangu Waislamu, tuachane na zina. Na sababu kubwa ya zina ni tamaa. Sababu zipo nyingi, lakini sababu mojawapo inayosababisha zina ni tamaa. Si kwa wanawake, si kwa wanaume. Wanaume wanakuwa na tamaa ya vile visivyokuwa vyao, na wanawake pia wanakuwa na tamaa ya vile
vile visivyokuwa vyao. Ukimuona mume wa mtu anaishi vipi na mke wake, unahisi yale ni maisha bora kuliko unaoishi wewe na mume wako nyumbani. Unaanza kuyatamani maisha ya mtu mwingine. Ndugu yangu Muislamu, haifai. Ridhika na maisha aliyokujalia Mwenyezi Mungu. Ridhika na mume uliyemchagua kwa hiari yako. Ridhika na mke uliyemuoa kwa hiari yako. Kwa kusema haya, ndugu zangu Waislamu, nimwombe Mwenyezi Mungu atuepushe tusiwe miongoni mwa wale wenye kufanya zina. Atuepushe Mwenyezi Mungu tusiwe miongoni mwa wale aliyowakasirikia, na tujalie Mwenyezi Mungu tuwe miongoni mwa wale aliyowaridhia, na tuongoze katika njia iliyonyooka. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.